onyesho lililopita katika Panguso. Umesema baba amefariki, kila sehemu katangaza. Kumbe baba yupo hai. Sasa haonekani, utasema hajafa. Tumeamua kufanya hivi kwa maslahi yetu wenyewe binafsi. Na tumeamua kumsaliti mama yetu Vegas. Hivyo usinitazame mimi kama msaliti. Na mimi nitakutazama hivyo pia. Unatakiwa uwe tayari kufa kwa ajili ya mama yetu Vegas. Na ukifanya hivyo, nafikiri tunaweza kupeperusha bendera yetu. Unasema anaitwa jamaa. Alafu mimi naona hapo namba imeseviwa skit. How come? Tusifike mbali, tusichoshane. Tunaomba mumfungue huyu ndugu bwana pingu. Alafu na nini njia ya kwenda hii hapa ni nyeupe. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Mai. Habari za asubuhi. Salama boss, sikiza kwako. Mbona uko na mgeni nje? Una tatizo? Hapana, huyu amekuja sasa hivi lakini alikuwa akihitaji masuala ya kazi. Nikamwambia kwamba sasa hivi nafasi hamna. Labda ajaribu kuangalia ofisini. Okay. Mkaribisha ofisini. Si unajua Teresia anaondoka kesho. Of course hawezi kosa kitu cha kufanya. Karibu binti. Mama Mtwenye, mbona anachelewa kuleta chakula? Muda kwenda kuona wagonjwa, unaweza ukaisha muda so mrefu hapa. Kwani wewe una haraka gani? Kwani una njaa? Hilo mama nalo unaweza ukawa mtabiri. Kumbe ukiwa mtu mzima unajua vitu vingi hata yajayo. Nyo. Wewe. Angalau usije ukafika njiani ukaacha kwa cha mgonjwa. Wewe sikujua. Siku. Hebu leta chakula na wewe mwanzo kwa ile hospitali bwana wewe. Mpaka muda usiende. Mama, mapya yametokea. Mapya yametokea. Yapi tena mwanangu, mbona tupumue? Yakuza wamewavamia mapolisi, wamewatisha, wamewafanyia fujo. Wakamchukua Sonjo kuondoka naye. Yaani hivi ninavyoongea Sonjo ametoroka, hayupo mikononi mwa polisi. Jamani. Mbona mambo mazito tu jamani haya? Wakati mtu kakaka sasa lazima atafanya mipango. Mbona hawa lakini wana taabu hawa? Kwani mama hapo una pressure ya nini? Yule ataka amekamatwa na polisi. Amekamatwa na polisi. Polisi ni binadamu kama sie. Angekamatwa labda na Israeli useme kweli. Polisi si masuala kuongea tu anakuisha. Unaogopa nini? Litakuisha hilo swala bwana. Sawa, lakini sasa uone kama mambo yatakuwa magumu kwa sababu kaka mtu kishasema mimi nitampeleka kule. Sasa tena wao washaenda kufanya fujo. Unafikiri mambo yatakuwa rahisi haya? Wewe ni kichuchuku kizito, sichoelewa nini? Nimekuambia hayupo mikononi mwa polisi. Wamewafanyia fujo mapolisi, wamewafanyia fujo. Wamemchukua Sonjo amondoka naye. Usichoelewe ni kitu gani? Sasa hapo atakapokamatwa si ndio mambo yatakuwa magumu katika kama mtu kishasema atampeleka. Mipango yote kama mtu kishaseti tayari. Haya wao shida yao nini mpaka kwenda kumchukua wao? Ni atasaidia. Sasa sikiza nikwambie. Ukienda huko mwambie kaka yako. Sonjo ametoroshwa na watu wa Yakuza, sawa? Mama labda hapojaelewa kitu. Mimi napojua kaka Kipunje, taarifa atakuwa amepata kwenye mtandao wake alioweka ndani ya Yakuza. Kila kitu pale atakuwa ameshakipata. Mimi nafikiri cha msingi labda nichukue chakula nikipeleke hospitali nimwaishe mgonjwa. Sawa mama, kwa hiyo ndio kuna wali na mikuku. Halo. Lakini mama ukumbuke nyama ilimwi. Nyama ilimwi sasa unafanya nini? Hebu nenda basi nitakuja baadaye na mama. Baba sikuelewi. Mama nyama ilimwi. Baba hajua nyama ilimwi. Jana nipeleke hivyo mgonjwa. Na baba nyama mgonjwa hali nyama ujue anauma sana wewe. Hebu achana na mtu. Mimi nina wazo. Kwa nini mimi na yeye tusitoke mguu kwa mguu?
tukamtafuta Jonija. Nina uhakika Jonija akikuona atakuonea aibu. Na na uhakika anajua Sonjo alipo. Atatusaidia. Sawa, hata mimi niko na wazo hilo. Lakini kule kaka kwa shasi mambo sasa tunaenda tunapata nini? Haina haja kwenda. Mimi kikomea hata familia hii imenichosha. Hapana. Kila siku ukiamka hiyo ni kama mtihani mzito. Yule naye yule asijakaza kwa mgonjwa mimi. Huu ni ujumbe umpelekea huyo fara wako. Unanielewa? Ninahitaji aje huku lakini sioni dalili zake za kuja. Kwa hiyo kifo chako kitakuwa ujumbe wake tosha. Jacob. Chukua hii funguo, peleka gari nyumbani kwangu. Alafu utarudi na taxi. Tuntu anataka kutumia gari, lakini pia kuna mahali nimemwagiza. Sawa boss, lakini nahisi kwa nini nisingemsubiria nikaweza kumpa lift? Hapana. Mwaishie Tuntu funguo. Si unamjua anavyopenda kunona. Huyu binti nitamchukulia taxi. Basta. Just go. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Atakazo. Vipi? Lusako, hivi wanakuza sisi wanachochukulia kitu gani? Hivi hakuza wanachochukulia sisi mafalafala au wanachochukulia sisi kama hatuwezi kuja kuwafanyia kitu kingine cha ajabu Lusako? Kuna nini? Lusako hakuza amempiga jini visu. Utadhani kama sijui wanapiga kitu gani? Utadhani kama sijui wanapiga visu, sijui wanapiga kitu gani yani rafiki yangu? Mimi kapigwa visu kwa kuza no. Kapigwa visu. Utadhani kama sijui katetona wale Wayahudi walomteta rati sasa. Sita twende tukafanya kitu chochote kile bila kaka mkubwa Kipunje. Unanisikiliza? Kikubwa tutoke tumfikishe hizi hapa habari. Tukipata kaka Kipunje, twende kwao, tukaue mama zao, baba zao, wajomba zao, ikiwezekana hata watoto wanaopita njiani, ili mradi tuwakisi mtoto yakuza, twende tukawachinje. Unyonge!
Sasa tutafanyaje Lusaka? Ni kweli unyonge, lakini sisi hatuwezi kwenda kupambana na mibuyu ile. Wale kiboko yao kaka Kipunje. Kaka Kipunje akienda mbele sisi tunarudi nyuma. Kaka Kipunje akipiga panga sisi tunapiga shoka. Kaka Kipunje akipiga ngumi sisi tunapiga vichwa. Umenielewa? Lakini tukienda mimi na wewe tutafanya ile mpuza. Tukamtafuta Kipunje. Kapteni. Mbona simu nyingi alafu mapepe dazeni madamu? Kiduku mwanangu umeshaharibu mwanangu, Kiduku umeshaharibu babu, lishaua mtu babu, unanisikia Kiduku? Sikia, nenda pale au usio ingia geto, ndete begi lote mimi nataka nizame mkoani sasa hivi unanielewa? Ndio maana nimekupigia simu mwanangu. Kapteni unaongea lugha gani mimi sielewi? Umeua? Sasa mbacho uelewi nini hapo Kiduku? Uone damu hizi babu, uelewi nini? Nani mimi? Sikia mwanangu, kuna dogo fulani hivi anaitwa nani Jimmy sijui. Mimi napita mitaa ya kati hapo nikakutana naye. Mimi sikuchelewa babu, nikamkimbiza tumeingia hivi 1 2 3 nikamkamata, mimi nikamtia visu unaelewa? Mimi mzuka bana nikashindwa kujizuia, unanielewa? Wewe ingia pale amletee begi nini, unanielewa mwanangu? Wewe mwanangu ndio maana nimekustua, najua wengine nini kama unaelewa. Kapteni, calm down kapteni. Nisikilize nikwambie kitu. Kwanza kama umefanya tukio hilo, ndio moja tukio ambalo mimi nilikuwa nalisubiri. Umempiga visu ule mtoto Jimmy. Sawa kapteni. Kingine acha wenge kapteni. Wewe unaondoka Yakuza, sisi tunaishi vipi? Ili sio kapteni, ngoja nikwambie kitu. Kwani kama unanielewa, yani wewe unachukulia poa tu fresh, yani unachukulia baridi, sio fresh babu. Nisikilize, acha mapepe kapteni. Kwani kuna mtu yote alikupiga kijiso kisongonzo? Hamna mtu yote babu, ilikuwa kule mitaa kule chini kule bondeni. Unajua mitaa kwa tushafunga, hamna mtu yote anayepita zaidi yetu sisi, umeelewa? Kwa hiyo mimi katika harakati zangu mimi napita nakutana ule dogo. Nikasema udogo afuata nini Yakuza, afu nikamkumbuka usio. Ilikuwa siku ile pale au sio? Mimi sikuchelewa nikaunga naye. Katika kuunga naye nimemdaka nini? Mzuka babu, si unaelewa? Afu ni mkubwa alichomfanyia nini mimi naniuma. Afu ule boy huko atokee. Mimi nikaona kama message fulani hivi nikamtia kisu cha kwanza nikamtia cha pili na changaa achali mimi nikamshapopo. Hamna mtu yote aliniona babu. Ndio maana nakwambia hadi ingia pale home nichukulie begi mimi niamshe. Sasa kunielewi Kiduku. Kapteni nisikilize, una mapepe ya kuua. Yaani kwanza kama mambo yote yametokea famna mtu aliyeona excellent. Tuanze tugeto. Nisikilize mimi ndo mwanao. Tuanze tugeto afa mambo ataisha baridi tu. Acha kusanda, tuanze tugeto kapteni. Imekuwa vizuri sana kukukuta kwa sababu ndo nilikuwa natoka kukuletea gari nyumbani. Lakini uko juu kuna bonge moja la soa. Kivipi? Sikitu ipo ofisini kwa Jennifer. Si kitu. No, lakini haupaswi kupanic kwa sababu nini anani? Okay. Nikwambia kitu kimoja, haupaswi kupanic. Mimi nishakwambia kwamba ukifanya masara haya mambo atakuja kuwa magumu. Ila no, nisikie. Nimeshaliona. Sababu sikitu alipoingia hapa aliingia na makashikashi mengi. Yaani kwamba ta front time wao na gari vipi ngamba wewe. Huyu Jennifer huyu hana masara. Fanya masara mwanaume wake. Akiona kwa nini naye anakushuti. Hii sio sawa hata kidogo. Na mimi siwezi kuvumilia hukumu namna hii. Siwezi. Yes, siwezi. Imekwaje? Kama jina amepigwa visu. Hivi, una akili wewe? Nakuuliza wewe kijana, una akili wewe? Alafu usijifanye wewe ndio una uchungu zaidi. Mimi ndio mgonjwa. Umesikia? Wewe ndio muuni mwenzake huyo. Na sisi tulimkataza kushirikiana na kundi la Las Vegas. Lakini hasikii. Tena nasikia. Kuna mjinga mmoja, mpumbavu mmoja anajiita Kipunje. Huyu ndo anawalimu hawa. Sasa mwambie natamani. Na siku nikimtia mkono tapasua wale sasa. Jiheshimu mzee. Na kuonya tena. Jiheshimu. Mpumbavu mkubwa wewe. Wewe unanijua mimi? Kaka mkubwa, ongea mwache kaka mkubwa. Kaka mkubwa, mwache mzee kaka mkubwa.
Kwa nini umeingia ofisini kwangu kama unaingia chooni? Kuna tatizo? Na Jacob? Oh, yeah, nimekutana naye pale. Amenikabidhi funguo. I'm sorry. Sikujua kama una mgeni. It's okay. Lakini pia imekuwa vizuri kwa sababu nimekutana na huyu dada hapa asubuhi. Sorry dada, umesema unaitwa? Naitwa Sikitu. Lakini kama unaona ninakushinda unaweza ukaita Jelo. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Okay. Anaitwa Sikitu aka Jelo. Lakini sio Sikitu wako yule mpemba mama madeni. Okay. Nilikuwa nimeona kwa sababu Telesia anaondoka kesho, Sikitu angetufaa kwa ajili ya kutusaidia kazi za ndani. No baby. Watu wazima kama hawa wa nini? Kwa nini unaitukana Vegas? Nani anakupa hiyo jeuri ya kuitukana Vegas? Wewe ni nani? Aliyekwambia sisi ni wahuni ni nani? Mzee, sisi sio wahuni. Sisi ni wazalendo na tuko hapa kwa ajili ya kupigania afya ya mzalendo mwenzetu. Iwe mwanzo na mwisho. Kuitukana Vegas na kudhani sisi ni wahuni. Nitakuua. Huyo kipunje yuko namtafuta. Ndio mimi hapa. Yes, ndio mimi. Unaweza kusema lolote? Unaweza kufanya lolote? Leo na kuacha kwa sababu ya afya ya mgonjwa. Vinginevyo ningemalizana na wewe, lakini nakuweka kiporo. Takuua, toka. Ondoka hata. Mzee unamchokoza Simba nawe. Jimmy. Unanifanya. Kaka kipocha wakuza. Unafanya hivyo wakuza na chama jini visu kaka mkubwa. Kaka mkubwa ikinyonge sana kaka mkubwa kipocha. Basi, utajua cha kufanya. Kana mgonjwa acha niangalie siporo. Are you okay? Yeah. Kama hana elimu. Wa nini sasa hapa ofisini? At least angekuwa na elimu tungemchukua hata hapo ofisini. Mimi kwa upande wangu no big no. Dada Sikitu, nafikiri umeshamsikia mume wangu. Yeye ndo baba wa familia na ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Mimi sina tatizo, lakini nasikitika kusema kwamba kazi umekosa. Yeah. Baby. Yes. Utampatia dada Sikitu 20,000 nitamsaidia. I really pata pesa yangu nadhani niliacha alafu Sikitu huyu singempa lift tu nimwacha mbele. Okay. Yeah. Babe. Yes, babe. Kiss. Sorry. I like you. Okay, bye. Take care. Take care too. 3, 4. 5 or 6. Dada, huyu mtoto ameharibika kabisa. Tena ni jambazi kabisa. Eti leo hii mimi nakunjwa. Mimi natishwa. Yaani huyu mtoto ananiambia mimi kwamba eti ameniweka kiporo. Mimi. No. Lazima nifanye kitu. Japokuwa hicho kitu kitamgusa Jimmy. Potelea mbali. Yes. Lakini mume wangu ulifanya makosa. Unajua kwa nini? Ulifanya makosa kutoa maamuzi wakati ukiwa na jazba. Nisikilize kwanza mume wangu. Ungenisikiliza kwanza mkeo unataka kuongea nini? Ungekaa chini kwanza ukatafakari ndipo utoe maamuzi. Wewe mwenyewe umetoka kuongea kwamba Jimmy litamgusa hili swala. Mimi mkeo nakupa mawazo tu. Ungesubiri, ungetulia mume wangu. Natuliaje mama Jenifa? Mimi nimekunjwa mbele ya Jimmy. Tena wananiambia kwamba eti nisienda kumuona mpo wangu. Hili halikubaliki kabisa mama Jenifa. Yes, halikubaliki. Dada, utanilaumu kwa sababu ya mtoto wako. Yes.
Ulifuata nini hospitali? Nakuuliza ulifuata nini? Wakati mimi mama yake nilipoambiwa hizi habari, nikashukuru Mungu, nikasema kama akifa tunazika, mambo yanaisha. Wewe kilichofanya uende hospitali kufanya nini? Una kazi ya kufanya? Hapana dada. Mimi nilihisi kuwa hii ingekuwa nafasi nzuri kwake kujifunza, lakini kumbe niliwaza vibaya. Yes. Nakwambia mwana wa kulitafuta ndio mwana wa kulipata. Mwana wa kulitafuta ndio mwana wa kulipata. Nakwambia kukanza siku nyingine usiende. Achana na wale majambazi, watakuja wakudhuru, halafu tatizo lirudi kwetu. Kama una kazi ya kufanya nenda kalee mbwa. Sawa bwana, mimi nimekuelewa. Hivi nyinyi mna matatizo gani? Mnaishije wewe na ndugu yako jamani? Jimmy boy. Ona kidogo mipango inaendelea vizuri. Mdogo mdogo baba. Mwamba, we mwamba. Leo bwana hapa nimecheka sana. Hapa leo samekuja mjomba wake. Yule mjomba wake nani yule anko nani? Anko Kuka. Amekuja hapa. Anko kuja hapa achaanze kubwata. Amebwata, bwata. Mimi namwangalia, tunamwangalia kwa pembeni. Mara kidogo kaka mkubwa Kipunje huyo kaje. Kaka mkubwa alipokuja yule Anko Kuka kaanza kubwata. Kwenye kubwata mimi naangalia sana. Na mwishowe kuna mtafuta sana huyo Kipunje. Nikimpata huyo Kipunje nitampiga bastola pu. Kaka mkubwa unajua aliogopa bastola kama angalia. Kaka mkubwa akafula kama angalia, piga hiyo bastola yako, nataka kupiga bastola, akamfuata kaka mkubwa. Akamkunja. Kumkunja kaanza kumtikisa pale kika. Mara kataka mpige ngumi. Ile ngumi kataka iende. Mimi nikaifia ngumi usiende, ngumi karudi. Umezuia. Ngumi yenyewe imenisikiliza. Ngumi imenisikiliza mimi. Haikwenda, mjomba amepoa yule Kuka. Hapo umetupanga sasa. Hilo nayo. Hapo umetupanga. Ila kwa nini yule mjomba wako Kuka anaongea sana? Sema nini? Ngoja niwaambie kitu kimoja. Yule lazima atarudi kwa sababu yule anadharau. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Yaani yule Anko Kuka ni mtu ambaye ana ushamba fulani hivi wa mafanikio. Sasa ana hela. Sio swala la hela. Nisikilizeni. Yule ni mtu ambaye anajiona yuko juu ya kila kitu. Unaelewa? Lakini kitu kimoja ambacho mimi nataka niwaambieni. Hata bi mkubwa wangu hajawahi kunipenda hata siku moja. Hawajawahi kunionyesha mimi mapenzi. Na kwa kifupi ni kwamba nilikuwa natamani sana ningekuwa na fahamu zangu wakati Anko Kuka anapitia wakati mgumu hapa, anapewa timbwili na Kipunje. Uone mwenyewe. Sasa nikwambie kitu sana. Kwa ile advertise aloletewa mpaka amepo hapo Tanzania amewekwa kwenye freezer. Hawezi kuja tena. Tanyagi yule. Mungu yupo na kila mtu. Tojo mimi umechanganya. Mbele wanangu. Mimi siwezi kufa kama sijashuhudia Vegas wakitetea ubingwa wao kwa mwaka huu. Nilikuwa ndo mwana. Kama itakuwa hivyo basi nitakuwa nimekufa kweli. Hapo kwa Mungu sasa. Nilipa kama alipanga na polisi. Ana sasa. Kidongela. Wamewavamia mama askari na wamemchukua Sonjo njiani. Hivi ninavyowaambia hivi Sonjo ametoweka. Sijui kaka Kipunje atakuwa na taarifa. Unajishaua. Kaka mkubwa Kipunje itapo hizo taarifa anazo.
Maana alivyokuja hapa mimi nimetoka nje namkuta pale anaongea na simu. Lakini ile simu kama ilikuwa ina uharaka sana. Naona kaikata anaondoka, nikamwita kaka mkubwa vipi? Akanambia nakuja, wewe uendelee kukaa na mgonjwa. Itakuwa hizo taarifa amezipata. Nitakuwa ameenda kuseti mipango. Nakuza anajishaua. Litakuwa lile jeusi jeusi. Fi utazani mbutiwa jeje. Una mwamba. Basi kaka Kipunje taarifa amezipata. Haina shida. Mgonjwa. Bora mkula. Unajua kwanza wewe unameza dawa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso.